Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Moja kati ya story ambayo imeonekana kuzungumza na watu wengi kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu Davis kuelekea kwenye mchezo wa kimataifa ambao tunasema kwamba kombe la shirikisho barani Afrika, yani Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kocha mkuu Fadlu Davis ameweza kuzungumza vitu kadha wa kadha kuelekea kwenye mchezo huo. Moja kati ya kauli ambayo imeonekana kutembea kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu Davis ana uhitaji wa kupata magoli zaidi ya matatu, na sio matatu peke yake, kwa sababu tunaamini Simba ikipata magoli matatu itakuwa na access ya kuweza kuvuka hatua robo finali na kwenda hatua ya nusu finali. Kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu Davis akizungumza kuelekea mchezo wa kesho wa kombe la shirikisho barani Afrika, yani Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, amesema wiki nzima wamefanyia mazoezi katika eneo la ushambuliaji ili warao wafunge magoli zaidi ya 4 na sio matatu pekee. Nikimnukuu namna ambavyo amezungumza kocha mkuu wa Simba Sports Club ambaye ni Fadlu Davis, amesema tunahitaji mabao matatu ili tufuzu nusu finali, na hii wiki nzima tumefanyia mazoezi warao tufunge mabao zaidi ya 4 na sio matatu pekee. Amezungumza hayo kocha mkuu wa Simba Sports Club ambaye ni Fadlu Davis kuelekea mchezo wa kimataifa kombe la shirikisho barani Afrika, yani Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, Tanzania, tarehe 9 mwezi wa 4 2025. Ni kauli ambayo imeonekana kuweza kudadavuliwa na watu wengi kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu Fadlu Davis ni kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports. Unaona kwamba kocha namna ambavyo anakuwa anazungumza, itimizi kuna content ambayo anakuwa anaiwakilisha kwenye jamii kuweza kujua mashabiki kitu gani ambacho amekizungumza. Of course talking zimekuepo kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kwenye vijiwe vya kawa, mitandao ya kidijitali pia, about eneo la ushambuliaji katika upande wa Simba Sports Club. Unamzungumzia mtu kama Steven Dese Mkwara ambaye kuna namna ambavyo mashabiki na wanachama na wapenzi wengi wa soka wanatamani aweze kuanza kwa kiasi kubwa kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao, lakini pia peak performance ambao ameendelea kuionyesha. Lakini sio Steven Dese Mkwara peke yake ambaye amekuwa kwenye eneo la ushambuliaji. Mashaka pia, Valentino Mashaka, mchezaji ambaye ni Mtanzania kwa kiasi hicho, unaweza ukapongeza namna ambavyo amekuwa anapata nafasi, lakini in terms of numbers ni kitu ambacho kimekuwa kinamwangusha. Kutopata nafasi ndani ya Simba pia inaweza ikawa sababu, lakini pia mshambuliaji mwingine ndani ya Simba lazima mzungumzie mtu kama Christian Lionel Ateba, ambaye huyu alishawahi kupitia MC Aja, alishawahi kupita USM Aja. Kwa hiyo bado kuna vitu vingi sana ambavyo naona anavifanya, lakini bado wana Simba wanaamini kwamba kama Steven Dese Mkwara akianza kuna kitu ambacho anaweza kawashawishi. Kwenye eneo la ushambuliaji Simba ndio tatizo kubwa limekuwa linaanzia hapo, na sio washambuliaji pekee ambao tunasema kwamba ni asilia, yani wale natural striker, lakini lazima uzungumzie attack midfield ambao ni viungo washambuliaji au tunasema kwamba advanced playmaker wakina Jean Charles Ahoua, almost goli 12 kwenye NBC Premier League. Lakini unamzungumzia mtu kama Elie Mpanzu, winga bora kabisa ambaye anaweza kucheza namba 7, the same sana pia anaweza kucheza namba 11. Kibu Denis is the same case, amekuwa kwenye huo muendelezo, lakini kwenye michuano ya kimataifa amekuwa na prove kitu kikubwa. Kwa hiyo Simba bado unaona kwamba eneo la ushambuliaji limekuwa linazungumza kwa kiasi hicho, limekuwa linapigiwa kelele na mashabiki na wanachama pia kwamba inawezekana litengenezewe kama ubunifu fulani au ongeze mtu ambaye anaweza akawa na ushawishi. Elie Mpanzu pia amesha kuja ndani ya Simba. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa sana ambacho Elie Mpanzu pia anaweza akaongeza kama motisha ndani ya Simba na kuweza kuisaidia timu kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuelekea kwenye mchezo wa kimataifa kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club dhidi ya Al Masry. Tunafahamu kwamba Al Masry ni timu ambayo inatoka ukanda wa UNAF. Kwa hiyo bado unaona kwamba inaweza ikawa na limitation au inaweza ikawa na ugumu kwenye mechi, na sio mechi nyepesi, japokuwa Simba wenyewe wanasema hii tunavuka, do or die, kila kitu kinawezekana. Hamasa ambazo zimefanyika ni kitu ambacho of course kinawezekana to be honest. Hata mimi bado najiamini nafasi ya Simba kuweza kuvuka kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ambayo tunaamini kwamba nusu finali na Simba asilimia wanazo. Mtazamaji wa Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah wa Uondo TV.